Mwangalieni Daktari Samia, tumpime kwa uwezo wake. Amekuwa rais mwanamke katika kipindi kigumu. Mataifa mengine duniani yako kwenye vita mpaka leo. Wengine we angalia tu, mfano tu sio mzuri kusema, lakini angalia tu nchi jirani pale Kongo, Kongo, DRC Kongo pale. Ameingia rais madarakani, yule mwingine aliondoka, lakini wako kwenye vita mpaka leo. Sembuse rais kufa madarakani, makamu wake ndio anaapishwa kwa nani? Kwa rais. Waza wale wapambe waliozunguka nchi nzima kutafuta kula. Wanaona mtu wao aliyekuwa wanamtegemea, aliwaahidi atawapa ukuu wa wilaya, ukuu wa mkoa, atawapa na uwaziri, ameondoka. Unafikiri watakubali kwamba aingie mtu mwingine? Lakini uwezo wake wa usikivu na utulivu wa kuwafanya watu wote wakakaa pamoja, alafu alivyomwema yule mama akawachukua kila kundi, waliokuwa Wajakaya Mrisho Kikwete akawaweka kwenye serikali yake, waliokuwa Mzee Mkapa akawaweka kwenye serikali yake, tuliokuwa na Magufuli akatuweka kwenye serikali yake, wako aliokuja nao akawaweka kwenye serikali. Akataka tena asiishie tu kutuchukua sisi tuko ndani ya chama kimoja, akaamua kuwachukua na walio kwenye vyama vya upinzani. Wewe ulikuwa nchi gani? Sehemu fulani, njoo nyumbani. Wewe ulikuwa umekimbilia wapi? Njoo. Akawakusanya wote, tujenge taifa letu. Hapo ndipo nampima katika kipimo cha utu kwamba Samia ni mtu na nusu. Katukusanya wana CCM, kakusanya na wasiokuwa wana CCM. Akagundua kuna watu wanaonewa, wanabambikiziwa kesi, akaunda tume maalumu ya haki jinai ipite kwenye magereza, iwasikilize wananchi waliofungwa, ijue wamefungwa kwa kuonewa au walikuwa na haki ya kufanya nini? Ya kufungwa. Wakagundua tena mamlaka zetu za kisheria zina machangamoto, wakaanza kupitia sheria ya polisi, wakaanza kupitia muundo wa jeshi la polisi, wanaanza kupitia muundo wa magereza ili watu wapate haki zao. Miradi mikubwa migumu iliyowazwa tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere wakaianza na ndugu yake Magufuli, yeye kahakikisha ameikamilisha, na leo hii hata umeme sisi ni mashahidi haukatika kama miaka wapi. Tumpime kwa hizo kazi. Tukianza kumpima kwa maneno ya watu kwenye mitandao tunamuonea. Na mimi nawaambia Watanzania, tutapoteza watu majasiri wenye mapenzi na taifa letu kwa kuendekeza watu waliokaa kwenye keyboard na kuandika mambo kwa malengo na ndoto zao. Tutawapoteza. Na tusipokuwa makini, hata yule mtu mwema, wewe fikiria, unawakuta watu kama hivi wamekwama, wanalia, unawashika mkono. Siku nyingine tena unaenda unawasaidia, unashika mkono. Inafika kipindi, jamani naombeni mnipigie kula. Mnaanza hata kumuelewa yule ambaye hamjawahi hata kumuona. Hata mkikatikiwa maji hajawahi kuwaunganishia. Hata wakati mna shida na umeme hajawahi hata kuleta umeme. Kaka zake kule analipo, yuko kwenye blanketi anataipu, akimaliza nimewawasha, anazima na ngoja nikiamka tena anasema nimekutana. Tutapoteza viongozi wazuri tukiendekeza maneno ya watu wanaolipwa kuchochea vurugu ya taifa letu. Na amesema vizuri sana hapa. Hivi mnajua Tanzania kuna mataifa yanatuonea wivu hii amani tu tulikuwa nayo. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba tumepata neema ya kupata viongozi wanaoziba masikio ili kufocus kwenye kuleta nini? Maendeleo. Tuatieni moyo kwa kuilinda amani, tuatieni moyo kwa kwenda kupiga kula, na mwisho wa yote tuendeleze kujenga Arusha yetu.